inayofanyika ndani ya mtu anayeshiriki meza ya Bwana. Kila mtu anaposhiriki meza ya Bwana kuna kazi maalum ambayo inafanyika kupitia kushiriki meza ya Bwana. Na hii kazi ambayo inafanyika ni kazi ambayo inafanyika kwa sababu ya kulitimiza ili neno la kushiriki meza ya Bwana. Tunajua hii meza ya Bwana kushiriki ni amri. Yesu akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho. Kwa hiyo ni amri iliachwa na Yesu. Na Yesu hawezi sema fanyeni hivi, endeleeni kufanya hivi kwa kitu ambacho hakina faida. Lazima kuna faida ya kushiriki meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu akatuachia hilo. Inafanya kazi mbalimbali ndani ya muamini. Meza ya Bwana inafanya kazi mbalimbali ndani ya nani? Ya mtu anayeshiriki meza ya Bwana ama muamini. Lazima meza ya Bwana, mtu anayeshiriki lazima awe muamini kwanza. Meza ya Bwana haishiriki na mtu yoyote. Inashiriki mtu ambaye amekubaliana na Yesu. Kwa sababu hayo ni maagizo ya Kristo. Wewe shiriki meza ya Bwana na ikafanya kazi kama uko nje ya Kristo. Inafanya kazi kwa sababu uko ndani ya Yesu Kristo na kwa sababu ni agano la kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Inatoa ama inatoa uzima na pia inafufua vilivyokufa. Ndani ya meza ya Bwana kuna kuhuishwa na kupata uzima tena. Ndiposa hata mtu anapokuwa mgonjwa, anaposhiriki meza ya Bwana, nafuu inaingia kwa sababu imebeba uzima. Bwana Yesu asifiwe. Chochote kilichokufa kinaenda kufufuka katika maisha ya mtu katika jina la Yesu. Nasema chochote kilichokufa kinaenda kufufuka katika jina la Yesu. Kitu kilichokufa katika ulimwengu wa roho, kuna vitu vingi vinaweza kuwa vimekufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaposhiriki meza ya Bwana ni kama vinazunuliwa. Kitu kinachozunuliwa ni kuonyesha kilikuwa kimepunguza nguvu fulani, sasa kimepata chaji, kinainuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa maandiko haya tutayaona katika Yohana mlango wa 6. Kitabu cha Yohana mlango ule wa 6. Amen. 53 tukianzia hapo itakuwa ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kila mmoja afike ili tuweze kwenda kwa pamoja, sababu neno la Mungu linahitaji tuwe tunaenda pamoja, kila mtu aweze kuangalia Biblia yake na kwenda na ule utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tuendelee basi msomaji wetu kitabu cha Yohana mlango wa 6 kuanzia 53. Amen. Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima. Tuko pamoja? Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu, haleluya, na kunywa damu yake, hamna nini? Uzima ndani yenu. Sema ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uzima ndani yetu unategemea kushiriki. Kwa hiyo tunapoenda kushiriki mwili na damu, tunatafuta uzima ndani yetu. Ndani napata uzima. Na ndani yako uzima unapokuja, kila kitu kinaanza kupata nini? Uzima. Bwana Yesu asifiwe. Uzima ni kuonesha kuna upungufu ama kuna nguvu ambazo pengine zimepungua ama zimeondoka ama zimekufa. Maana neno uzima ni kuonesha ni kitu kinauishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamuna uzima ndani yenu. Lazima ujue kila unapokula mwili na kunywa damu kuna uzima. Na ndiposa ibada kama hii ni kuja kuchochea uzima wa mtu ndani ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ibada kama hii ni ibada ambayo inatangaza ukombozi
ukombozi, ya kwamba ndani yangu kila kilichokufa lazima kipate uzima katika jina la Yesu. Hiyo imani ni ya watu wachanga sana. Lazima kipate uzima ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Uzima unachochewa na kushiriki uzima. Ngoja nikwambie, ndani yako ukiwa na uzima, kila neno unalolitoa kwa kitu kilichokufa kinaanza kupata uzima. Kwa maana ndani yako kuna uzima, na ule uzima unatimizwa kwa kushiriki meza ya Bwana na kunywa damu ya Yesu. Niliwaambia kunywa damu ya Yesu lazima utambue chochote. Hata Yesu hakukata mwili wake akawapatia. Niliwaambia kwamba Yesu walikuwa wanakula chakula cha jioni, na pale akaokota mkate katika mikate yote iliyokuwa, lakini ule aliokota akainua macho mbinguni, akaomba, akashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Akaubadilisha kwa neno, alafu akawaambia, twaeni mule huu, twaeni mule wote. Kwa hivyo walikuwa karibu wanafunzi pengine 12, wanakata, unampatia mwingine anakata. Ijapokuwa walikuwa wanakula chakula, lakini huu ambao sasa umeombewa si chakula cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa ni mikate tu kama hii ambayo umekunywa chai asubuhi na mikate, lakini baada ya kuja katika madhabahu, huo mkate hauwi tena mkate wa kawaida, unakuwa mkate. Na ibada hii huwa inaheshimiwa sana na shetani, na shetani hapendi sana watu washiriki meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana anajua meza ya Bwana ndani yake, anajua kanuni. Meza ya Bwana imebeba uzima. Haleluya. Anajua meza ya Bwana imebeba uzima. Kwa hivyo kuna mtu huyu ana uzima. Haleluya. Mtu huyu ana uzima. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. 20:54. Sikia vile inaendelea. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, anayekula aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hebu angalia vile hii meza ya Bwana ina nguvu. Anayekula huu mwili na kunywa hii damu ako na ahadi ya kufufuliwa. Si ndio? Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Anao uzima wa milele. Niposa nataka nikwambie, meza ya Bwana ni covenant, agano la kudumu, si agano tu juu. Hapana. Meza ya Bwana ina power ya kuyavunja maagano yaliyotawala hapo mbele. Kila unaposhiriki meza ya Bwana, kuna kitu kinaumbika ndani yako, kuna jambo linatendeka ndani yako, kuna kitu kinazaliwa ndani yako. Kama nilivyosema, glory to God. Kuna kitu kinazaliwa. Meza ya Bwana ina mguso, ina msukumo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Iko na nipa ndani yake, imebeba furushi la baraka. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Soma tena hiyo 54. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, anao uzima wa milele. Anao uzima wa milele. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Unaona faida meza ya Bwana? Si kwamba kuna ahadi special, ahadi maalum zimewekwa ndani ya ibada kama hii. Amen. Na nikosa nakuambia wale wakati wametangazwa kuna meza ya Bwana, wanastahili kujitokeza na kushiriki na kutekeleza maagano yao pamoja na Bwana katika ibada hiyo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si ibada ya kawaida, ni ibada ya kuheshimiwa. Ambia mtu, hii ni ibada ya kuheshimiwa. Maana ibada kama hii haikutoka kwa mtume, ilitoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni Mungu uzima. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu ndio ibada, na akasema huu ndio mwili wangu, kila aulaye. Na hii ndio kikombe cha damu. Ilichukua kikombe cha damu, hakuchukua damu, alichukua tu divai, juisi ambayo alichukua, lakini akaitamkia, akasema sasa wewe hizi utakubali.
utabadilisha, utakuwa damu yangu. Twaeni mnywe wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua maneno ya Yesu kuna power. Siku moja Yesu alikuwa wanaenda katika kijiji kimoja, na maandiko yanasema alipofika mahali aliuona mtini, akatamani kupata tunda, lakini alipokwenda hakuona matunda. Akatamka tu maneno, wewe mtini, kuanzia leo usipate tunda kwako, na wakaenda. Na hata mtume pia mtu alishangaa, sasa maneno gani? Maana hakuona kitu yote. Lakini kesho waliporudi, Petro akaona huyu ndio ule mtini ulilaaniwa. Mbona umenyauka mpaka shinani? Bwana, ule mti gani uliolaani? Angalia. Yesu akamwambia, Bwana, si kwa mtini, bali mkiwa na imani lolote mtakalo liamuru. Haleluya. Amen. Lolote mtakalo liamuru. Elewa kuna power kwenye maisha yako. Ndiposa nimekwambia ibada kama hiyo unaiheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiheshimu unaweza kuifanya iwe kwenye sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Lazima utambue mwili wa Yesu ni chakula cha kweli chenye uzima, si chakula cha kawaida. Viko vyakula ukila utakufa, lakini mwili wa Yesu ni chakula cha kweli chenye uzima. Amen. Sikia, Yesu alipokutana na yule mama Msamaria, alimwambia hivi, nipe maji hii. Yule mama akamwambia, sisi ni Wasamaria na nyinyi ni Wayahudi, unaniombaje maji? Yesu akamwambia, mama, sikia maneno ya Yesu. Kama ungepata ufunuo, kama ungeifunuliwa, kama ungejua karama ya Mungu, ni nani anayekuomba maji? Hata ungeanza maswali, ungemwambia, Bwana, nipe wewe hayo maji, maana mimi niko na maji, nikikupa au kama kiute. Yule mama akamwangalia, akasema, mbona unaongea kama nabii? Isipokuwa tulisikia hata kuna wakati nabii atakuja. Nipe hayo maji. Bwana Yesu asifiwe. Akaambia, haya maji sema kupatia mpaka ulete mzee. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, akamwambia, niko na maji, nikikupa au kama kiute. Niko na maji ya uzima. Haleluya. Maana maji chochote kinachotoka katika kinywa cha Yesu kina nguvu katika jina la Yesu. Kina nguvu ya kuokoa, kina nguvu ya kubadilisha, kina nguvu ya kuinua. Na ndiposa kuna umuhimu sana wa kushiriki meza ya Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikwambie siri moja. Mtu yoyote anayepitia nguvu za giza za kimapepo nini, anasikia kama amerogwa kidogo, wewe kuwa na tabia ya kushiriki meza ya Bwana. Hiyo itamaliza hizo nguvu. Amen. Tuko pamoja? Amen. Kisikia na hamu kai nzuri, nasikia kurogwa, nasikia kuzimia. Haleluya. Kunywa damu ya Yesu, mambo yatakuwa sawa. Malizia hapo chini. Mstari gani sasa? 56. Wacha tumalizie na hiyo. Aulaye mwili wangu, ngoja nikwambie 56 inasema meza ya Bwana inafanya Yesu akae ndani yako. Amen. Haleluya. Amen. Na wewe ndani yake. Inampatia Yesu, haleluya, amen, ruhusa ya kumiliki maisha yako. Amen. Ndio 56 nasema. Yaani inampatia Yesu ruhusa ya kumiliki maisha yako. Amen. Kwa hiyo unapokula mwili wa Yesu, una agano linaingia na makubaliano akaenda kwa soma. Aulaye mwili wangu, anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu, ukaa ndani yangu, nami ukaa ndani na mimi nakaa ndani yake. Amen. Endelea. Bwana Yesu asifiwe. Umemalizia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anayekula aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, Bwana Yesu asifiwe, anakaa ndani yangu na mimi nakaa wapi? Ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia inakupatia uhai wa kiroho.
Sema inanipatia uhai wa kiroho. Sema inanipatia uhai wa kiroho. Aliyekufa kiroho hawezi kwenda mbali. Mtu aliyekufa kiroho ni kuonesha kuna vitu vya kiungu vimepungua ndani yake. Kwa hiyo mtu aliyekufa kiroho maombi hana. Wakati wa maombi anapiga miayo mingi sana. Na hata anatoka kula kashiba. Baba katika njaa. Utaelewa kuna shida katika ulimwengu wa kiroho. Tuko pamoja? Hebu tusome 57. Kama vile Baba aliye hai, kama vile Baba alivyo hai, aliponituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunipa atakuwa hai kwa mimi. Tuko pamoja? Amen. Kama vile Baba alivyo hai, aliponituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika yeye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Amen. Sema uhai ndani. Nasema uwe hai, sema mimi. Amen. Nasema uwe hai. Amen. Uwe hai katika jina. Amen. Anasema tutakuwa hai kwa Baba. Amen. Kila aliyekufa kiroho anapata uhai. Amen. Aliyepoteza maombi anapata uhai. Amen. Aliyepoteza imani anapata uhai. Aliyepoteza matumaini anapata uhai. Mtu aliyepoteza matumaini uhai unampika leo in Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uhai, ngoja nikwambie. Wakati uhai unakuja, sikia, uhai ukikaa ndani yako, uhai wa Yesu Kristo, wacha uhai wa Yesu, chochote unachogusa kinapata uhai. Amen. Chochote unachofanya kinapata uhai. Amen. Chochote biashara unayofanya inapata uhai. Kwa maana wewe uhai katika Yesu anasema kama vile Baba alivyo hai, na mimi nitakulia ndani ya Baba ni hai, na mimi mkinila lazima mtakuwa hai, na kama wewe utakuwa hai lazima kila kitu kiko hai. Biblia inasema kwamba mtu akinikaribisha, sikia nasema mtu akinikaribisha mimi na Baba tutakuja tufanye makao ndani yake. Haleluya. Sasa kama Mungu ndio uhai atafanya makao ndani yako, si kila kitu kinakuwa hai. Amen. Sema niko hai Jesus name. Sema niko hai. Kuanzia leo ninatangaza kila kitu kilichokufa ndani yangu leo kinapokea uhai. Dini yangu inapokea uhai. Maisha yangu yanapokea uhai. Jamii yangu inapokea uhai. Nyumba yangu inapokea uhai. Kuwa hai kwa jina la Yesu. Pokea hai kwa jina la Yesu. Pokea uhai kwa jina la Yesu. Pokea uhai kwa jina la Yesu. Yaani kuna watu wako kwa ibada, watu pia haleluya. Inamaanisha pia inakupatia uhai wa kiroho. Mtu aliye kufa kiroho hawezi kwenda mbali. Unakata tamaa. Mtu anakuwa mtu kukata tamaa kwenye maisha. Kwa sababu mtu wa ndani unapokula ama unapofanya ibada hii, mtu wa ndani anapata uhai. Haleluya. Hiki ndicho chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hiki atafanya nini? Ataishi milele. Haleluya. Kuna chakula mababa walikula wakafa, lakini hiki chakula ambacho utakula kitafanya utakaa milele. Haleluya. Sema kuanzia leo natangaza uhai kwenye maisha yangu. Maisha yangu ya kiroho hayatabaki pale. Kuanzia leo natangaza uhai kwenye maisha yangu, kwenye maombi yangu yawe hai. Natangaza uhai juu ya watoto wangu. Natangaza uhai juu ya mke wangu. Natangaza uhai juu ya mume wangu. Jamani, ongea kama wewe ni kijana kanisa, siku moja
mgonjwa, wewe unamtangaza kuwa hai. Unaweza kupendana na mazingira magumu, unatangaza kuwa hai. Unaweza kukutana na kitu ambacho kimekata matumaini, wewe una hai, unatangaza kuwa hai. Wewe unafikiriaje? Mungu akaangalia hivi akaona mifupa mikavu sana. Lakini nataka mtu, na angalia maandiko anasema, Mungu akamwambia Yeremia, nimetia neno langu kwenye kinywa chako. Nimekupa uwezo wa kuangusha, kubomoa, kuharibu na kung'oa. Alafu nimekupa uwezo wa kupanda na kujenga. Kwa maneno. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uko na ahadi kila utakaposoma hizi sikia vile nasema. Hiki ndicho chakula. Hiki ndicho chakula kinachoshuka kutoka mbinguni. Si kama kile mababu walivyokula wakafa. Bali anayekula chakula hicho ataishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Uko na ahadi ya kuishi milele. Uko na ahadi. Haleluya. Oh, haleluya. Jamani, ningeshangilia kwenye Roho Mtakatifu. Wale maandiko yanasema Yesu akashangilia kwa Roho Mtakatifu, akasema Baba, nakushukuru kwa kuwa mambo haya unawaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Watoto wachanga ni wale wanataka kufundishwa. Watoto wachanga ni wale wanataka kusikia maneno ya Kristo. Amen. Watoto wachanga ni wale wanakaa katika nyumba ya Bwana, wanafurahia kuwa katika uwepo wa Bwana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kitu ya muhimu sana nataka kufikia. Kila maneno yanayo kwa Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kila nguvu ama nisikize tu. Kila nguvu ama kila maneno yanayosapotiwa na kuzimu kuharibu maisha yao, yatasimamishwa maneno hayo kwa wewe kushiriki meza ya Bwana katika jina. Haleluya. Kila maneno yanayosapotiwa na kuzimu hayatasimama mbele zako kukuonea tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yako maneno ambayo yanatangaza yako na haki juu yako. Kusapotiwa na kuzimu. Yale maneno unaposhiriki unayasimamisha. Amen. Pili, agano lako la mateso litabadilishwa, utasema ama utawacha kupitia kwenye hayo mateso. Sema mateso yanaenda kukoma kwenye maisha yako. Watu wanapitia kwenye mateso mbalimbali. Watu wanapitia kwenye maisha ambayo ni vita katika ulimwengu wa roho. Lakini unaposhiriki meza ya Bwana, hebu tusome kitabu cha Isaya 28. Chalimalizia hapo. Nataka tuingie sehemu nyingine. Isaya 28. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Basi twende moja moja, piga macho yako mlango wa 18, mstari wa 18. 28 mstari wa 18. Amen. Tusome basi. Na agano lenu mlioagana na mauti, litabadilika. Amen. Lile agano mlioagana na mauti, yale kama ulienda kwa mganga, kuna vitu ulifanyiwa, baada ukaishi kwenye hilo agano ama hicho kifungo, maandiko yanasema unaposhiriki meza ya Bwana litabadilika. Amen. Tena mapatano yenu mlipopatana na kuzimu yatasimama. Pigo lifurikalo litakapopita, ndipo nyinyi mtakapokanyaga hilo. Bwana Yesu asifiwe. Makubaliano yenu mliokubaliana na nani? Na kuzimu. Tuko pamoja? Tena mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama. Ni kuonesha yataharibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sema
kila patano. Hebu ongea kwa ujasiri, kila patano. Nililopatana nalo katika ulimwengu wa giza, ambalo sikulijua, ambao sikuelewa, nikajikuta kwenye kifungo, kuanzia leo lile agano likabadilishwe kupitia damu ya Yesu katika jina la Yesu. Chapeni Bwana makofi. Agano leo mlilopatana na kuzimu litasimama. Agano leo mlilopatana na mauti litaondolewa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni neno kwa ina nguvu ya kubadilisha agano la kwanza na kila agano la mateso leo litasimama katika jina la Yesu. Amen. Naendelea nasema hivi, nina nguvu ya kushinda agano la kwanza. Sema agano la kwanza lililofanywa na mababu na manyanya na mashangazi, leo hiyo agano litaharibiwa katika jina la Yesu. Unajua Bwana Yesu asifiwe. Ile tunapokuwa ni mjumbe wa agano jipya. Ni mjumbe wa agano jipya. Ili mauti ikishakufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza. Kwa kukomboa, na hiyo ni kwetu, kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza. Hao walioitwa waipokea ahadi ya urithi wa milele. Bwana Yesu asiendelea kwa ajili ya wakati wetu. Maana agano la urithi ilipo lazima iombe mauti yake aliyefanya. Endelea. Na kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu. Kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyefanya. Endelea. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Hata agano la kwanza halikufanyika pasipo damu. Kila vita unavyopitia kuna sadaka, iko sacrifice. Kuna dhabihu ilitolewa. Na niliposa wana wa Mungu wakati mwingine nikikwambia kuja na dhabihu nikuombea, utasema basi amegusa pabaya. Haleluya. Sasa utaona vipi? Maana waliokuloga hawakwenda mikono mitupu. Walikwenda wakatoa dhabihu kwa miungu, wakazungumza na wanyama wa aina mbalimbali. Amezungumza na mbwa, amezungumza na kobe, amezungumza na nyoka, amezungumza na bundi. Sasa ukilala kukuta uko na bundi, mara leo umemezwa na nyoka, umefilishwa nusu, umekuwa kama vile samaki ile nusu, haito nusu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaishi kwenye mateso na wewe umeua na Mungu. Lakini kwa kushiriki hii damu kuna agano la kwanza. Biblia inasema hata lile, huo ni mstari ambao umesoma sasa hivi. Hebu sikia. 18. Soma tena. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Alikuanzwa hilo agano la kwanza linalokusumbua pasipo damu. Hilo agano linalokusumbua lazima kuna damu itolewe. Sijui kama unajua kuna agano watu wanafanya hata wanatoa mtoto. Mwingine anakuwa hii kiapo chako kiwa wazi, zika mtoto wako akiwa hai. Wanamchukua usiku wakati watu wamelala, mtoto anachibua simu, anazikwa akiwa hai. Ni nini? Anatafuta power. Anatafuta nguvu ya ziada. Haleluya. Kuna watu hii nguvu ya giza wameitafuta kwa gharama kubwa sana. Hapa ndio tufunge imezidi. Njoo tutafute Bwana. Njoo tukeshe. Haleluya. Kuna watu wametafuta kwa gharama. Wametoa vitu vyao vya thamani. Unajua, ngoja nikwambie, angalia Mungu anatufundisha. Kuna kitu Mungu anataka kufanya. Anamwambia Ibrahim, nataka unipatie sadaka ambayo imebeba moyo wako.
Ibrahimu akaanza kufikiria ni nini nimebeba moyo wangu. Akafika ataitishwa mang'ombe. Akaambiwa mtoe mwanao wa pekee umpendaye sana. Kumbuka Ibrahimu alipenda Isaka. Alafu namba 2 ni mtu ambaye walitamani miaka yote kuwa na mtoto. Miaka yao mingi hawakuwa na mtoto. Miaka yao mingi waliishi. Alafu Mungu akawafuta machozi na mtoto mmoja. Tena baada ya kuwafuta machozi Mungu anataka mtoto. Ibrahimu akaangalia akasema, Bwana, mimi sina la kusema, hata mtoto nilipatia. Mimi nitaenda. Maandiko yanasema akatoka asubuhi na mapema kabla alfajiri. Na akaenda mlima unaitwa mlima Morio. Wakati wamefika kwenye mlima Morio, wako njiani Isaka na baba. Kone ziko, nini iko, kisu, moto iko, wapi sadaka? Mungu akajibu. Mungu Biblia inasema Mungu alitaka kumpandisha Abrahamu kwenye nafasi ya kazi, lakini alihitaji aone uaminifu wa Ibrahimu. Je, hata nikimbariki atanipa ama ataanza kugairi? Sometimes Mungu anakubariki lakini tuambia sasa leo tutoe, unaanza kugairi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamtest. Maandiko yanasema Bwana akamjaribu Ibrahimu. Akamjaribu mpati. Na mtoto naye Ibrahimu akachukua mtoto 20. Wakati anainua kisu Mungu akamwambia, Mungu alikuwa anangoja mpaka ile dakika aone huyu jamaa hajachange. Maana bado alikuwa na muda wa kuchange. Wajua safari ilikuwa ni siku 3. Siku ya kwanza kaenda Mungu anamchange. Siku ya pili, siku ya tatu hata anainua kisu Mungu anaangalia. Wakati mkono ukashikwa na ngao. Hapo Ibrahimu, nilikuwa ninataka kuona yani uaminifu. Nimeona hata usidhuru mtoto. Angalia nyuma nilikupatia mwana kondoo asichukue dhambi za ulimwengu chini. Basi. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Ibrahimu, kwa sababu umeisikia sauti yangu na hukuninyima mwana pekee, kuanzia leo nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Na wewe utakuwa baba wa imani. Na Biblia inasema Abraham akawa rafiki ya Mungu. Yaani Mungu wako aliyekuumba umekuwa rafiki yake. Kuna nafasi aliyekuweka.